Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Wa siku zijazo utaifanya ardhi iwe salama kwa uzalishaji wa chakula, itahifadhi vyanzo vya maji na kufanya nchi iwe na maji ya kutosha, lakini pia ni ustawi wa wananchi wanaokuja mbele yetu, wa vizazi vinavyokuja mbele yetu. Ndugu zangu, tunapopanda miti leo hatufanyi kama ni sherehe tu, bali tunatekeleza kwa vitendo ajenda ya 2030 ya malengo ya maendeleo endelevu, yani SDGs, na hususan lengo namba 13 la kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi kwa kupunguza madhara ya mabadiliko ya hali ya hewa na kuongeza ustahimilivu wa jamii zetu. Vile vile tunatekeleza lengo namba 15 la ajenda za 2030 za SDGs ambalo ni kulinda uhai katika ardhi. Kulinda uhai katika ardhi kwa sababu kupanda miti na kutunza miti ni hatua ya kulinda misitu, kurejesha uoto wa asili, kuhifadhi bioanuwai na kuhakikisha ardhi yetu inaendelea kuwa na rutuba na uhai kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Hatuishii hapo pia. Tunapopanda miti tunatekeleza lengo namba 2 lile la malengo ya SDG ambayo ni food security, au kule imeandikwa zero hunger, kuondosha kutokuwa na chakula. Tunatekeleza lengo hilo pia. Tunatekeleza lengo namba 3 la afya na ustawi wa jamii, sababu kwenye chakula ndiko kwenye afya, lakini miti vile vile ni dawa. Kwa hiyo tunatekeleza lengo namba 3 la afya na ustawi wa jamii. Pamoja na yote, kama nilivyosema, kupanda miti ni kuhifadhi maji. Kwa hiyo tunatekeleza pia lengo namba 6 la clean water katika malengo yale ya SDG. Ukiyajumulisha yote hayo, tunatekeleza lengo namba 1 la SDG ambalo ni kuondoa umasikini. Kama tuna afya nzuri, tuna chakula cha kutosha, ardhi yetu nzuri, tunavuta hewa nzuri, tunafanya vizuri biashara ya hewa ukaa, fedha zinaingia nchini kwa maendeleo yetu, hiyo ni kuondoa umasikini. Kwa ndugu zangu, kwa ujumla, kutunza miti ni hatua ya kulinda uhai wa mwanadamu. Niwashukuru sana katika hilo. Kitaifa, tunapofanya yote haya katika lile lengo la kuondoa njaa, tunatekeleza lengo letu la 1030 katika sera yetu ya kilimo. Yaani itakapofika mwaka 2030, sekta yetu ya kilimo ambao sasa hivi inakuwa kwa 4.6%, tunataka ikue kwa 10%. Yaani tuzalishe, kilimo kizalishe kwa 10% na kichangie vizuri sana kwenye pato la taifa. Vile vile kimataifa, nchi yetu ni sehemu ya juhudi za dunia za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kupitia mikataba mbalimbali ya tabia nchi, kupitia mikataba mbalimbali ya kimataifa, ikiwemo mkataba wa Paris unaosisitiza nchi kuchukua hatua za pamoja za kupunguza hewa ukaa na kuongeza uwezo wa kukabiliana na athari za tabia nchi. Hapo napo, kama nilivyosema, pana biashara, na Tanzania tumeanza kufanya biashara hii, na wilaya zenye misitu mingi zimeanza kufaidika na biashara hii, wanapata fedha na wanafaidika na biashara hii. Mfano mmoja ni wilaya ya Tanganyika, ambayo kupitia fedha hizi wanaweza kujenga shule wao wenyewe, wanajenga vituo vya afya wenyewe, na miradi mingine ya maendeleo wanafanya kupitia fedha hizi. Kwa hiyo tukipanda miti kwa wingi, hapa pana biashara ya kutosha pata fedha za miradi midogo midogo ya maendeleo. Ndugu wananchi, idadi ya Watanzania inaendelea kukua kwa kasi, na katika miaka michache ijayo tutafikia idadi ya watu milioni 70 kwa makisio, ikiwa Watanzania milioni 30 tu watapanda mti mmoja kila mwaka na kuutunza hadi ukue, tutakuwa na idadi kubwa ya miti kila mwaka. Nusu yetu tukipanda, tutakuwa na idadi kubwa ya miti kila mwaka.
na ndani ya miaka michache tu taifa letu litaweza kubadilika kwenda kwenye maliasili ya uhakika na ustahamilivu wa mazingira. Hivyo ni wajibu na uzalendo kwa taifa letu ikiwa kila mmoja wetu atashiriki kufanikisha ajenda hii muhimu ya mazingira. Ndugu zangu, serikali itaendelea kusimamia ajenda ya utunzaji wa mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Swala la mazingira ni miongoni mwa nguzo za utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 ambayo ni uhifadhi wa mazingira na ustahamilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Na hapa nimpongeze Waziri wa Mazingira kwamba wizara yake imeanza utekelezaji wa dira yaliyomo ndani ya dira hii ya 2050. Msingi huu unahakikisha matumizi endelevu ya rasilimali za asili na kuimarisha uwezo wa taifa wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa manufaa kama ilivyosema kizazi chetu, lakini na watoto wetu wanaokuja. Na hapa nitoe maelekezo kwa mamlaka za upimaji ardhi na upangaji miji nchini kote kuhakikisha kuwa katika upimaji wa maeneo mapya wanazingatia kutenga maeneo ya kijani na nafasi ya upandaji miti katika mipango ya makazi na matumizi ya ardhi ili kuwawezesha wananchi kupanda miti na hivyo kujenga makazi yenye ustahimilivu wa kimazingira. Ninapohitimisha, ndugu wananchi, nataka nirejee tena rai yangu kwamba tujenge utamaduni wa kulinda na kuhifadhi mazingira yetu, na zaidi turithishe utamaduni huu kwa watoto wetu. Mtoto akipanda mti na akausimamia akiwa mdogo, anakuwa na upendo na mazingira na fikra za kulinda maliasili za nchi yetu. Vile vile niungane na kampeni inayoendeshwa na Shirika la Utangazaji Tanzania ya 27 ya kijani kwa kutoa wito kwa wananchi, taasisi na wadau wote wa mazingira kupanda angalau mti mmoja nyumbani, shuleni, kazini au kwenye maeneo ya jamii na kuhakikisha miti hiyo inatunzwa mpaka ikue. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, niwashukuru tena kwa kuungana nami katika kumbukumbu hii ya siku yangu ya kuzaliwa, kwa kujitolea kuhifadhi mazingira kwa faida ya Watanzania wote kwa ujumla wetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu aibariki nchi yetu Tanzania, na Mungu atujalie tuweze kulinda mazingira yetu. Basi kwa kuwa ni siku yangu, Mungu anibariki na mimi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Haya. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.